Mpendwa, hali ya mizozo nchini Kongo bado ni tete sana hadi sasa. Hii ni kwa sababu ya kuendelea kwa mapigano kati ya makundi mbalimbali ya waasi, haswa M23 inayoungwa mkono na Rwanda na jeshi la serikali FARDC pamoja na makundi mengine yenye silaha. Hivi karibuni kumekuwa na matukio muhimu yafuatayo. M23 kuendelea kusonga mbele licha ya wito wa kusitisha mapigano. M23 wameendelea kupanua maeneo wanayoyadhibiti katika jimbo la Kivu Kaskazini na sasa wameingia Kivu Kusini, wakiteka miji muhimu kama Goma na Bukavu. Milio ya risasi Goma. Hata baada ya kutekwa kwa Goma, kumekuwa na ripoti za milio ya risasi inayosikika, ikionyesha hali bado ni ya wasiwasi. Mzozo wa kibinadamu kuwa mbaya zaidi. Mapigano haya yamesababisha watu wengi zaidi kukimbia makazi yao na kufanya idadi ya wakimbizi wa ndani kufikia zaidi ya milioni 7. Hali ya kibinadamu ni mbaya sana, huku watu wakikabiliwa na uhaba wa chakula, maji na huduma za afya. Wito wa kusitisha mapigano. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC zimekuwa zikitoa wito kwa M23 kusitisha mashambulizi yao, lakini wito huu haujatekelezwa. Hofu ya vita vya kikanda. Kuna hofu inazidi kuongezeka kuwa mzozo huu unaweza kuenea na kuwa vita vya kikanda kutokana na madai ya kuungwa mkono kwa M23 na Rwanda. Ni muhimu kufuatilia kwa karibu hali inavyoendelea Kongo ili kuelewa athari zake kwa raia na kwa ukanda wote. Mizozo kati ya Palestina na Israeli ni mzozo unaoendelea wenye mizizi mirefu katika historia na madai yanayokinzana juu ya ardhi ile ile. Kwa kifupi, mzozo huu unahusu haki ya kujitawala na usalama kwa Waisraeli na Wapalestina. Historia kwa ufupi. Mwishoni mwa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, harakati za kitaifa za Kiyahudi, Zionism, zilianza kutafuta makazi kwa watu wa Kiyahudi katika eneo la Palestina, ambalo wakati huo lilikuwa chini ya utawala wa Ottoman na baadaye Uingereza. Wakati huo huo, utaifa wa Kiarabu ulikuwa ukikua katika eneo hilo. Baada ya vita kuu ya kwanza, Uingereza ilipata mamlaka juu ya Palestina. Azimio la Balfour la 1917 lilionyesha kuunga mkono kuanzishwa kwa nyumba ya kitaifa kwa watu wa Kiyahudi huko Palestina, jambo ambalo lilikasirisha sana Waarabu wa Palestina. Kuongezeka kwa uhamiaji wa Wayahudi na mivutano iliyokuwa ikiongezeka kati ya jamii hizo mbili kulisababisha machafuko na vurugu kwa miongo kadhaa. Mnamo 1947, Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio la kugawanya Palestina katika mataifa mawili, moja la Kiarabu na moja la Kiyahudi. Viongozi wa Kiyahudi walikubali mpango huo, lakini viongozi wa Kiarabu waliukataa. Kufuatia kumalizika kwa mamlaka ya Uingereza mnamo Mei 14, 1948, Israeli ilitangaza uhuru. Vita vya kwanza vya Waarabu na Israeli vilizuka na kusababisha ushindi wa Israeli. Katika vita hivyo, mamia ya maelfu ya Wapalestina walikimbia au kufukuzwa kutoka makazi yao, tukio ambalo Wapalestina wanalikumbuka kama Nakba, maafa. Baada ya vita, eneo la Palestina liligawanywa katika sehemu tatu: mstari wa Israeli, ukingo wa magharibi uliokuwa chini ya udhibiti wa Jordan, na ukanda wa Gaza uliokuwa chini ya udhibiti wa Misri. Vita vingine vilifuata, ikiwa ni pamoja na vita vya Suez vya 1956 na vita vya siku 6 vya 1967. Katika vita vya siku 6, Israeli iliteka ukingo wa magharibi, ukanda wa Gaza, rasi ya Sinai na milima ya Golan. Tangu 1967, Israeli imekuwa ikiikalia ukingo wa magharibi na ukanda wa Gaza, inayojulikana kama maeneo yanayokaliwa ya Palestina. Kumekuwa na harakati mbili kuu za Wapalestina dhidi ya Israeli na ukaliaji wake, zinazojulikana kama Intifada ya kwanza 1993 na Intifada ya pili 2000-2005. Masuala makuu katika mzozo: mipaka, msaada na msaada. Hakuna mipaka inayokubalika kimataifa kati ya Israeli na taifa lolote la baadaye la Palestina. Wapalestina kwa ujumla wanataka mipaka ya kabla ya 1967 iwe msingi wa taifa lao la baadaye, huku Israeli ikishikilia baadhi ya maeneo yaliyotekwa. Jerusalem. Waisraeli na Wapalestina wote wanadai Jerusalem kama mji mkuu wao. Israeli ilitangaza Jerusalem yote kuwa mji mkuu wake, huku Wapalestina wakitaka Jerusalem Mashariki iwe mji mkuu wa taifa lao la baadaye. Makazi ya Israeli. Israeli imeanzisha makazi mengi ya Wayahudi katika ukingo wa magharibi na Jerusalem Mashariki. Makazi haya yanaonekana na Wapalestina na sehemu kubwa ya jamii ya kimataifa kuwa haramu na kikwazo kwa amani. Wakimbizi wa Palestina. Kuna mamilioni ya wakimbizi wa Kipalestina na wazao wao ambao walikimbia au kufukuzwa wakati wa vita vya 1948 na vita vilivyofuata. Wapalestina wanadai haki ya kurudi kwenye ardhi yao, jambo ambalo Israeli inakataa.
Usalama. Mstari wa Israeli inasisitiza juu ya mahitaji yake ya usalama, hasa kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa Kipalestina. Wapalestina wanahitaji uhuru na mwisho wa ukaliaji wa Israeli. Hali ya sasa, Aprili 25, 2025. Hali bado ni tete sana. Tangu kuvunjika kwa usitishwaji mwingine wa mapigano mnamo Machi 18, 2025, Israel imeendelea na mashambulizi makali katika ukanda wa Gaza. Kulingana na Al Jazeera, zaidi ya watu 1978 wameuawa na 5207 kujeruhiwa huko Gaza tangu kuvunjika kwa usitishwaji huo. Tangu kuanza kwa vita mnamo Oktoba 2023, zaidi ya Wapalestina 51,355 wameuawa na 117,248 kujeruhiwa. Mashambulizi ya Israel yameripotiwa kulenga familia nzima na kusababisha vifo vingi vya raia, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto. Wizara ya Afya huko Gaza inaonya juu ya hali mbaya ya kibinadamu kutokana na uhaba wa vifaa vya matibabu, huku kukiwa na vizuizi vya Israeli. Katika ukingo wa Magharibi, hali pia ni ya wasiwasi, na ripoti za kuongezeka kwa operesheni za kijeshi za Israeli na kukamatwa kwa Wapalestina. Jitihada za kidiplomasia za kufikia usitishwaji mwingine wa mapigano zinaendelea, zikihusisha Marekani, Misri na Qatar. Hata hivyo, kufikia sasa hakuna mafanikio makubwa yaliyoripotiwa. Mzozo kati ya Palestina na Israeli ni changamoto kubwa inayoendelea, ambayo inahitaji suluhisho la haki na la kudumu ambalo linazingatia mahitaji na haki za pande zote mbili.